yetu. Mungu mwema mwaminifu, uliye yote katika yote, tunakuadhimisha, tunakutukuza, tunalisifu na kulitaja jina lako. Hakika tumeuona wema wako na fadhili zako. Umekuwa kwetu Baba, umekuwa Mungu, umekuwa kimbilio, umekuwa tumaini, umekuwa ukamilifu na utoshelevu. Ni siku na saa nyingine tunapoipandia madhabahu yako kwa ajili ya tafakari ya neno. Mungu, tumejua, tumesikia, tumekutana, tumepishana na mambo mengi yaliyotuvunja moyo na kutukatisha tamaa. Mungu, tumekukaribia kwenye madhabahu yako iliyo faraja, iliyo tumaini, inayojibu maswali yetu. Huko ndiko tunakojiachilia na ndiko tunakojishikamanisha na wewe. Mungu, tunajua hatuwezi kuipandia madhabahu kwa haki wala kwa matendo yetu, bali kwa damu ya mwanao Yesu Kristo iwezayo kutupatanisha, kutuosha na kutusamehe, ndio itusogeze na itupe uhalali wa kuikaribia madhabahu yako. Achilia ndani yetu roho ya utulivu, usikivu na uelewa, tuelewe maandiko. Ninajua miongoni mwetu wako wagonjwa Baba, kwa neno lako waponye, waliochoka wainue, waliokata tamaa fanya kitu kipya, pita na kutembea kwenye ibada hii kwa namna ya kipekee na ya tofauti, ili neema yako na wingu lako lituatamie. Ninajua adui haachi kujihudhurisha katikati yetu kwa ibada, kutuvuruga, kutuondoa, kutuwesha usikivu na utulivu. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu ninamkemea na kumtowesha kwa namna na kwa jinsi yote, popote aachie ibada hii katika jina la Yesu. Ardhi na anga vinyamaze kimya, bahari ikanyamaze kimya, bali Mungu ukatuhudumie tena. Karibu tunapoanza, anza nasi ukimaliza nasi, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo mwanao tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Unaweza ukakaa kwenye nafasi yako sasa. Nadhani sikueleweka Jumapili nilisema unaweza ukatumia sauti yako pia kama sadaka. Umaridadi na vitu vingine viache kule nje. Hapa ni kwa ajili ya Mungu peke yake. Kwa hiyo mwili wako, sauti yako, viungo vyako vitumike kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Bahati mbaya sana tunajisahau. Mili hivi ni dhaifu sana. Yaani hivyo unapojivuna nao leo, ni kesho tu historia inaweza kubadilika kama mwingine. Mama uko hai leo, utumie huu mwili, hauna second chance. Ngoja nilazimishe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia kusema Bwana asifiwe. Sikiliza, watu wenzetu wako hospitali sasa wanang'ang'ania angalau wapumue. Kama wewe Mungu amekupa, si bora sana. Ni neema, ni uaminifu wa Bwana. Lakini pia lazima ujue wewe ni wakili wa mwili wako, utautolea hesabu. Uliutumia kufanya nini? Uliutumia kuturingishia ama uliutumia kumwabudu Mungu? Hebu jaribu kumpigia Mungu makofi basi kama unaelewa. Amen. Amen. Kwa hiyo wakati wote ukija ibadani, vifanye viungo vyako pia vihusike kwenye ibada. Ndio maana Bwana watahadharisha sana ibada ya pili kwamba nitaka kutumia neno gumu kidogo, ngoja nipunguze ukali wa maneno. Umeshindwa kupata neno lingine. Usiendekeze mwili wako kuhamisha kiti cha ibada ya pili mahali pa usingizi. Umeelewa ninachosema? Kuna watu tu hapa ninapoanza neno tayari wanaanza kusinzia. Siku zake ni bado wala. Ukija ibadani, hakikisha mwili wako unakaa kiibada. Mwambie jirani yako kaa kiibada. Mwambie acha kusinzia. Amen. Tupende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya heshima na nafasi hii ya wiki nzima ambayo tumeipata kutumika mahali hapa, lakini kipekee na kwa namna tofauti sana. Nishukuru ofisi ya mchungaji na watendakazi pamoja naye, wainjilisti Parishweka ambao wamekuwa pamoja na sisi kwa wiki nzima kwa utumishi huu. Kwa niaba yao mwinjilisti, Mungu awabariki sana. Lakini nishukuru baraza la wazee na kipekee mno kamati ya uinjilisti ambao ninajua ndio wabeba maono, ambao haya maono inawezekana yanatimiza kile walichokuwa wamekipanga na kukisimamia. Mungu awabariki. Niwashukuru wale wote waliopata neema ya kuhudhuria kwenye semina. Kuna wengine walihudhuria siku moja, wengine siku mbili, lakini ninasikitika sana kwa yule ambaye hata siku moja hajafika alafu alikuwa hana sababu. Sio sawa. Umenisikia nilichosema? Sio sawa, haujitendei haki. Hakuna mtu anayejua kila kitu. Ukiona moyo wako unakudanganya unajua kila kitu, uko karibia na upotevu. Habari ya safari yetu mbinguni tunajifunza mpaka siku ya mwisho tunaingia
kaburini. Ndio kuna watu mnajua kujitetea kweli kwenye masuala ya ibada. Nyumbani ulikuwa na wahi na kuna watu hapa walikuwa busy kuliko wewe, lakini wamekuja kwenye semina. Na usiweke misimamo hiyo kwenye masuala ya ibada. Huyo Mungu anayekupa hiyo fursa na nafasi anataka pia utumie huo muda kwa ajili ya kumwabudu wewe, kumwabudu yeye. Kwa hiyo leo tunahitimisha, kama ukupata nafasi ya wiki nzima basi ndio leo. Na najua wengine hata leo hamtaki. Sina mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tutahitimisha leo jioni kama mwinjilisti alivyosema, tunatamani tumalize mapema leo kwa saa 10, ikiwezekana tuanze. Jana tulijitahidi kumaliza mapema kidogo japokuwa si sana, lakini tulijitahidi kuwahi. Kwa hiyo nikuombe uweze kufika. Lakini kwa sababu nimepata neema, ikiwa ni semina yetu ya mwisho kabla ya uchaguzi, nizungumze mambo machache. Nilizungumza kwenye ibada ya kwanza, wacha niseme kwenye hii pia. Niwashukuru sana baraza lililopita kwa kazi njema mlioifanya. Mungu awabariki sana. Kufikisha usharika wa Kipungulimi mpaka hapa tulipofikia. Ninajua ni pamoja na bidii zenu, mawazo yenu, mapendekezo yenu, usimamizi wenu. Kazi yenu ni njema na Mungu awabariki ninyi na familia zenu. Ninajua kwenye baraza, kwa sababu nilikuwa mzee wa kanisa na mimi ni mstaafu sasa wa miaka kadhaa iliyopita. Ninajua kuna wakati kuna vikao vinaenda mpaka usiku wa manane. Kwa hiyo hata wake zenu na waume zenu, Mungu awabariki kwa ruhusu kuweza kufika saa zingine kwa kuchelewa. Nataka kuelewa. Nimesema Mungu awabariki. Amen. Lakini kipekee mno kama mwinjilisti alivyolisisitiza, tunapoingia kwenye uchaguzi mpya, acha visingizio na kujitetea. Asubuhi niliwaambia utumishi ni baraka, si tu yako na familia yako, lakini utumishi ni sadaka. Kuna mahali unaweza ukadai Mungu unapopita kwenye mazingira magumu tu kwa sababu ya kile ulichomtumikia. Ezekia alisema hayo maneno wakati amwambia utakufa wewe na nyumba yako, akageukia ukuta. Napenda maneno aliyosema, kabla Mungu, nimeenda kwa ukamilifu katika miaka yote, nimekutumikia, usifanye hivi, nikumbuke. Kumbuka basi sadaka ya utumishi. Kabla nabii hajamaliza mji, kabla rudi, nimemuongezea miaka 15. Kwa ile bonus ya miaka 15 ni kwa sababu ya utumishi, ni kwa sababu ya sadaka aliyoitoa. Kwa hiyo ukipendekezwa, acha kujitetea. Mungu atakusaidia kwenye hiyo nafasi. Tumia hiyo nafasi na kuaminika ambapo kutatokana na mapendekezo na hizo kura kama sadaka yako kwamba inatosha. Nirudi kwenye ujumbe wa neno la Mungu ambao tutaenda nao kwenye ibada yetu hii ya pili. Kichwa cha somo kina maneno yanayosema unapoona Mungu amefanya kwako kwa uaminifu, ujue anataka kupima uaminifu wako kwake. Unapoona Mungu amefanya kwako kwa uaminifu, ujue anataka kupima uaminifu wako kwake. Asubuhi niliwaambia wale waliopata neema ya kuja kwenye semina, lile somo limetokana na somo hili. Kwa hiyo somo mama lilikuwa ni hili, kwamba uaminifu wa Mungu na mrejesho wa uaminifu wetu kwa Mungu. Sasa lile tuliloenda nalo ni uaminifu wa Mungu peke yake. Sasa hapa ninachotamani kukiainisha ni mrejesho wa kile ambacho Mungu amefanya kwako kwa uaminifu. Sasa ninatamani Mungu anipe utulivu sana. Angalia, tunapozungumza habari za uaminifu tumelifafanua vizuri sana kwenye semina, na hapa nitajaribu kuainisha kidogo. Lakini unapoona ama unapojua ama unapoelewa ya kwamba kile ulicho nacho si matokeo ya uweza, nguvu na akili zako, ni Mungu amefanya, huo ni utambulisho ya kwamba uaminifu wa Mungu uko kazini. Na tunapozungumzia habari za uaminifu wa Mungu, unaweza ukawa katika nyanja nyingi. Unaweza ukauona uaminifu wa Mungu kupitia matendo yake. Nikasema lolote alitendalo Mungu ulifanya kwa uaminifu. Kufanya kwa uaminifu ni kufanya kwa ubora, kwa hadhi, kwa thamani
ya standardi ya kimbingu, sio ya kidunia. Lakini cha pili, Mungu anaweza akauonyesha uaminifu wake kwako kupitia ahadi alizoziahidi kwako. Tuliona namna ambavyo kwenye kitabu cha Hesabu anasema Mungu si mtu wala si mwanadamu ajute, alichokiamini atakitenda. Lakini tulienda mbali zaidi kwenye Zaburi ya 33 ya kwamba uaminifu wa Mungu waenda mpaka mawinguni. Kwa hiyo mahali popote ulipo uko chini ya uaminifu, umezungukwa na mahali kubwa ya uaminifu. Sasa twende darasani, twende kwenye kitabu cha Mwanzo, mahala hapo ndiko maneno haya yamebeba somo letu. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 22. Kama unaandika, andika mstari wa kwanza mpaka ule wa 12, lakini kutunza muda nitasoma mstari wa kwanza mpaka wa pili, nitaruka nitaenda wa 9 mpaka wa 12. Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Nitakuwa ninasoma kwa kurukaruka, lakini nitakuwa nakutajia mistari. Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza, Mwanzo 22. Anasema ikawa baada ya mambo hayo yepi ya Ibrahimu kukaa miaka 100 toka azaliwe, hajawahi kuwa na mtoto. Kwa mkewe Sara, toka ameahidiwa ya kwamba Mungu atampa watoto kwa wingi wa idadi ya mchanga na nyota angani, ilimgharimu miaka 25 kuisubiria ahadi ya kile ambacho Mungu amemwahidi. Ndipo Mungu anapotimiza Ibrahimu miaka 100, anajibu ombi lake lile la kiahadi aliyoahidi. Kumbuka ile Hesabu, Mungu si mtu aseme uongo, akatimiza alichokiahidi kwa kumleta Isaka. Sasa anasema ikawa baada ya mambo hayo ya kuingoja ahadi miaka 25 na kungoja kupata mtoto kwa mkewe Sara miaka 100, anasema ndipo Mungu alijaribu akampima. Anapima nini? Lile tendo la kupata mtoto lilikuwa ni uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka kupima uaminifu wa Ibrahim kwake. Ndio maana anasema akamjaribu Ibrahim, akamwambia Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Angalia mstari wa pili, akasema umchukue mwanao. Sasa huyu mwana alikuwa na sifa 5, nizitaje. Cha kwanza alikuwa ni mwanae Ibrahim. Cha pili alikuwa ni mtoto wa kiume. Cha tatu alikuwa ni mwana wa pekee. Cha 4 alikuwa ni mwana ampendaye sana. Cha 5 aliyempata mzee. Narudia, alikuwa ni mwanae wa kiume wa pekee ampendaye sana, aliyempata uzeeni Isaka. Asubuhi nikawaambia, bahati mbaya tunapofundisha, sipendaki lile neno kuhamasisha, tunapofundisha kwa habari ya utoaji wa aina yoyote ya sadaka, huwa tunawatia moyo, saa zingine huwa tunawavunja moyo na kuwatapeli kwamba Mungu anaangalia moyo, toa chochote. Nionyeshe huu mstari. Wacha mimi nikwambie, Mungu haangalii moyo, anaangalia ulichokitoa. Wamenuna, ngoja niwafuate. Ndo raha ya ibada ya pili. Mungu haangalii tu kile unachokitoa, tena kinachoitwa chenji, masalia na baki kutoka kwenye bodaboda na chenji, ndo unakifungia Mungu, unatoa unakiita sadaka. Hayuko hivyo Mungu. Ngoja nikwambie, Mungu anapenda vitu bora. Mungu anapenda vitu vyenye hadhi. Mungu anapenda vitu vyenye thamani. Mungu anapenda vitu vya pekee. Wacha nikwambie, Ibrahim alikuwa na ngamia. Mungu angeweza kumwambia leta ngamia, ama Ibrahim mwenyewe angesema badala ya mtoto ninatoa hawa ngamia 10. Lakini Mungu anaenda kwenye kile kilicho cha pekee, anachokipenda, kilichoshikilia moyo, ndicho anachomwambia toa kwa sadaka. Asubuhi sikuambia hiki, ngoja niwagawie hiki baada ya pili. Unisikilize. Sadaka inapotolewa madhabahuni ni kama skana ya maisha yako yote.
Sasa ukisema skana kwa watu wa Dar es Salaam wanazijua, kwa sababu kwenye mwendo kasi kuna skana, kwenye ndege kuna skana, sijui kwenye zile treni za mwendo kasi na kwenye kuna skana zinaskani vitu vyetu. Maana yake unapotoa sadaka yako, Mungu anaanza kuona hata nyumbani kwako. Kuna watu hawataki kuelewa. Anaona ulichokileta, kilichobaki nyumbani, ulichopunguza hata kwenye fungu la 10. Watu wameacha uaminifu, badala ya fungu la 10 anatoa fungu la 5 kwenye 10% ya kila ambacho Mungu amebariki. Unadanganya mtu, unadanganya Mungu. Sadaka inaeleza kila kitu. Unajua inaeleza kila kitu. Unamkumbuka yule mjane aliyetoa senti 2 ambaye Wakristo wengi wanataka kumhalalisha kama kiongozi wao wa kutoa chochote kwenye maisha ya kwao. Kasome vizuri kwenye Mambo, anaeleza vizuri. Anasema ilikuwa ni wakati wa ibada. Yesu alikuwa amelitazama kulielekea sanduku la hazina. Ingekuwa ni kizazi hiki, Yesu alikuwa karibu na vikapu vya sadaka. Ukiuliza alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaskani mioyo ya watu inayodanganya. Najua somo kama hili hakuna nani ngoja niseme mwenyewe. Akaangalia kila eneo, walikuwa matajiri na Biblia inawataja, walikuwa maskini na Biblia inawataja, lakini walikuwa na wajane akiwemo huyu, na yeye akaja akiwa maskini, akaja kutoa sadaka. Ile sadaka yake ikaskani. Yesu akajua wao ni nini. Hatuone kikao walichokaa na huyu mama kumaliza Biblia, ila sadaka yake ilieleza huyo ni mjane. Cha pili, sio tu mjane, ni maskini. Cha tatu, ana senti 2 aliziona zile senti 2. Halafu akaenda akatazama nyumbani kupitia sadaka, akagundua hakuna akiba yoyote iliyobaki. Ukisoma kwenye Mambo anasema hii ndiyo iliyokuwa chakula na akiba yake yote pia. Ameibeba nzima anaipeleka madhabahuni. Halafu Yesu akasema huyu ametoa zaidi kuliko wengine. Kwa nini? Ametoa katika vyote alivyo. Usijilinganishe na yule mama. Yule mama alikuwa na hiyo senti 2 ni akiba na chakula chake. Anatoa hata akipigiwa simu ya kwamba mtoto anaumwa, hana hela ya kwenda kuandikisha kile kitabu cha kupeleka mgonjwa hospitali. Akipigiwa simu nyumbani kuna msiba, hajui anaendaje, lakini ulipofika wakati wa kutoa sadaka, anatoa katika vyote ambavyo Mungu amempa. Usimuulize jirani yako haihusu. Nikuulize wewe, ni lini umewahi kutoa katika vyote ambavyo Mungu amekubariki? Unaambia Mungu, mtumishi nitaishi. Unadhani unaishi kwa sababu una mshahara na una hiyo hela? Anajifanya hawasiki. Ngoja ni walime na maana leo ni Jumapili, najua wengine majioni hawapige nyundo ya usoni. Sikiliza, ukiona kuna akiba imebaki kwenye vyanzo vyako vya mapato, si kwa sababu wewe ni mjanja wa kutumia fedha. Kuna ugonjwa umedondoka hapo, hata hiyo akiba isingetosha. Tungeleta kikapu hapo kanisani ili angalau wakuchangie maskini na wajane, angalau wakusindikize uweze kupata upande sehemu ya hayo ambayo Mungu amekuepusha nayo. Kwa hiyo kama umebakiwa na hela nyumbani, maana yake Mungu anakuonyesha ya kwamba mimi nimefanya kwa uaminifu na umebakiwa na hivyo. Usisahau, kaonyeshe uaminifu kanisani. Wameninunia. Ngoja nilazimishe tumsifu Yesu Kristo. Mungu anapenda kile bora cha pekee cha thamani kilichoshikiliwa moyo wako ndicho kiwe sadaka. Ngoja nikuulize swali, ni mara ngapi umetoa sadaka ya namna hii? Sasa ibada ya dini nanyewe mnapendaga kupewa vya ziada. Tulienda usharika mmoja, ilikuwa ni mtano. Ofisi hiyo hiyo wazee wakawa wameigawa pembeni kwa ajili ya kufanyia huduma ya kuhesabu sadaka. Kwa tumemaliza ibada, tumetoka na mwinjilisti, tumekaa pale tunafanya tathmini ya ibada. Wazee wakawa wamemaliza kuhesabu sadaka. Sasa naangalia macho yanasema naenda basi, naenda pale kwenye meza walipokuwa wanahesabia. Naiona noti ya shilingi 10. Mzee kama ameacha sadaka, akacheka sana, akamwambia mtumishi, sio shilingi 10,000, ni kipande cha shilingi 10,000. Umesikia nilichosema? Nikajiona maanisha nini? Akaambia tumetafuta kipande cha pili na tukio ni nusu kipande cha 10,000. Hivi unajua kuna watu mna mioyo ya ujasiri kuliko simba. Ngoja niseme neno ambalo baba siku hizi kuambia, madhabahu hii inayopokea sadaka yako, kuna watu wanapanda pale wanavuna baraka.
milango yao inafunguliwa. Na kuna watu hapo ukiwauliza, wana vitu ambavyo kwenye maisha yao watakuonyesha hiki ni matokeo ya sadaka, hiki ni matokeo ya sadaka, na hiki na hapa ni matokeo ya sadaka. Lakini kuna watu mnapanda madhabahu na sadaka zenu vibaya, pale mnavuna laana. Unanisikia nilichozungumza? Kwa usipandie madhabahu kwa mazoea. Ni kweli mwinjilisti, mchungaji hawataona unachokifanya, sio Mungu. Unajua nilianza kwa namna hii baada ya kile kipande kwacho. Maana yake moja hakijaingizwa kwenye records za ushirika. Maana yake kimekataliwa. Sio tu hapa duniani, na mbingu imekataa. Wanza pamoja na mimi. Huyo mtu Mungu anamtazama kwa jicho la namna gani? Ametunza afya, amempa ajira, amempa biashara, amemwepusha na mabaya yote, halafu anakuja kutoa kisichofaa madhabahuni. Mwambie jirani yako, acha hiyo tabia kama unayo. Mwingi sasa hawa watu, unajua huku wanaendelea kusoma vitu vingine sana akili. Wewe kumbe huko mwisho unaendelea na somo. Tulienda, huu ni msharika wa Mwananyamala, walikuwa na sikukuu ya mavuno. Ile siku ya mwisho ya hitimisho. Sijajua kama huwa mnaelewa. Kuna kitu huwa kinafanyika kwenye ibada cha kiimani sana. Tukishatoa sadaka huwa tunazipeleka kwa kusimamisha madhabahu. Afu nakumbuka kale kawimbo tunakoka tunaimba tujamishe tuone salamu Yesu moja mbili tatu. Haina shida, endelea. Nenda kwa utulivu. Sema hayo maneno kwa kumaanisha. Usiibe, sema. Mwishoni tunasema vyote ulivyofanya ndivyo unavyofanya. Hivi Mungu akichungulia kwenye kikapu wakati tunapeleka tena madhabahuni kwake, ni katika vyote kwa wiki, kwa mwezi ambavyo amekupa umeviweka. Unapoiba hivyo unasindikiza kile ulichokiweka huko. Je, kinafanana? Kimoyomoyo sema tafsiri yake unamdanganya. Unategemea madhabahu itanyamaza kitu. Unakwendanganya. Ngoja nilazimishe. Amen. Kwenda nirudi sasa. Twende mstari wa 9. Twende mstari wa 9. Kuna kitu natamani ukione mstari wa 9. Angalia mstari wa 9 anasema, walipofika mahali pale alipoambiwa na Mungu, Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka. Nataka uone Ibrahimu alivyokuwa serious. Anaposema Isaka, weka zile sifa 5 mwanae wa pekee ampendaye sana, aliyepata uzeeni Isaka. Angalia, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Nini kilichotokea? Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje. Kiswahili kizuri, ili amuue, amtoe moyoni, ampeleke kwenye madhabahu ya Bwana. Yuko tayari kile cha pekee na akipendaye kiwe mali ya Bwana, kisiwe mali yake. Angalia mstari wa 11. Ndipo malaika wa Bwana akamwita toka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Asubuhi sikuambia hiki kipande. Kwa nini Ibrahimu anaambia? Ziko tafsiri mbili. Ya kwanza maana yake alikuwa anasisitiza kile cha kwanza, lakini cha pili maana yake alijua Ibrahimu yuko very serious, akichelewa atakuta maiti kwenye madhabahu. Ibrahimu alimaanisha kumtoa kwa mtoto, alimaanisha kutii kile ambacho Mungu anamwambia. Na kwa maana malaika anamwambia Ibrahimu, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Zingatia mstari wa 12 ambao tunahitimisha nao. Akasema, usimnyoshe kijana wako, wala usimtende neno, maanake usimuue, kwa maana sasa ninajua. Hebu sema sasa ninajua. Kiswahili kizuri, sasa nimeelewa, sasa nimefahamu ya kwamba unanicha, unaniabudu, unanipenda, unaweza kufanya lolote kwa ajili yangu. Sasa nimechukua Ibrahimu. Ninapenda hiyo sentence. Ni mwanadamu mmoja ambaye hakupatikana kwenye kizazi chetu, ni kizazi hicho. Alitoa sadaka mpaka mbingu ikaelewa, mpaka mbingu ikajua, mpaka mbingu ikasifia alichokifanya. Ni mara ngapi umetoa sadaka iliyogusa moyo? Sio iliyotimiza utaratibu wa ibada, sio
sio iliyotimiza utaratibu ili usikwe Kikristo. Ni mara ngapi umetoa sadaka inayouma, ambayo unapodondosha kwenye kikapu cha sadaka hata mapigo ya moyo yanabadilika, yanapiga mdundiko? Ni mara ngapi? Mara zote tumetoa kana kwamba bora yende, na ndio maana hatuoni matokeo ya tunachotoa. Amen. Sasa nilikuwa nimekabisa kabla tuenda Manyamanyama. Baada ya neno watu wakatoa vile walivyo navyo, alafu mchungaji akasema visogezeni vyote kwenye madhabahu, tukavizungushe kwenye madhabahu. Nadhani na yeye Roho Mtakatifu alimwongoza. Kwa hiyo nikapelekwa madhabahuni, tukaanza kuombea baraka juu ya wale waliotoa. Sasa kumbuka, nimekwambia kuna watu wanafunga baraka kwa kutoa kile ambacho ni kile ambacho kina thamani kwao na kina thamani kwa Mungu. Lakini kuna watu wanalalamika kwa nini wanatoa visivyofaa, masalia, chenji, mabaki, halafu nyumbani wamebakiza vitu vingi tena vya kutosha. Karibu na mtu anabakiza mpaka ya bodaboda, anakuwa akitembea mpaka nyumbani kwake anaweza akapungua, badala ya kwamba anafanya na mazoezi alafu na baraka amebarikiwa hicho kwa watu. Unajua nini kilichotokea? Tulipomaliza yale maombi wakambia sasa tunavigeuza kuwa fedha. Yule aliyekuwa ananalisha anaitwa nani anayemalisha vitu kanisa? Hivyo akachomoa kitu cha kwanza kakiuza, cha pili, cha tatu, alipofika cha tano kulikuwa na kuku. Sasa kipindi hicho cha mango, wakati mango na nani hizi hazijaja mango, alikumbuka mango. Alipochukua ile mango anafungua ndani, kuku amenyoka, amekauka. Akatutazama usoni, akatazama kule ndani tena, akatutazama usoni, akajua kuna jambo. Mchungaji akasema kolikoli, akasema amekufa. Akasema hebu mfungue kabisa, akachana ile mango. Kule ndani kuna uharo mweupe, mafuta kuku anajua kuku akianza kuharisha wao ngoto. Unajua nini kilichoanza? Wakati anaambiwa kuna mafuno, alidhani Mungu ni wa mchezo. Akaangalia kuku gani dhaifu ambaye anaanza kusinzia, ndo akamwambia kamateni yule tupeleke madhabahu. Akafia madhabahu. Unajua tafsiri yake ni nini? Amekataliwa. Na Mungu akikataa hakuachi salama. Na ndio maana tukisema sadaka mtu wa Mungu, bila nizungumze teolojia Mungu kidogo, ni afadhali ukae kwenye kiti kuliko kufanya mchezo na mzaha na madhabahu kwenye sadaka. Amen. Twende darasa. Sasa angalia kwenye utangulizi wangu kuna mambo machache kwenye hicho tulichokisoma. Angalia uaminifu wa Mungu kwetu, kwa sababu tunasema wanapoona Mungu amefanya kwa uaminifu, anataka kupima uaminifu wako. Sasa sio rahisi kuzungumza vyote vya uaminifu, lakini kwenye semina kule tumepanga wigo kidogo, lakini wacha nidonoe kidogo kwa wale ambao hawakuja. Anasema tunapozungumza habari za uaminifu wa Mungu kwetu ni kutendewa zaidi ya uwezo wetu. Hebu sema kutendewa zaidi ya uwezo wetu. Kwa nini ninakwambia urudie ili na usingizi uondoke? Hebu rudia, sema kutendewa zaidi ya uwezo wetu. Kwa maana nyingine, katika kile ulichotendewa uone akili, maarifa, ujanja wako, unamuona uaminifu wa Mungu. Na nimekuambia uaminifu wa Mungu katika kutenda unabebwa na ubora, unabebwa na uhakika, unabebwa na viwango vya juu sana. Kwa nini? Anayesema, anayefanya ni Mungu mwenyewe. Na ndio maana ukiona uko hai, unapumua, mapigo ya moyo yanadunda kichwani, unaendelea kuvuta hewa, lazima ujue ya kwamba sio ujuzi wako na maarifa yako. Hayo yote ni matokeo ya uaminifu wa Mungu. Ni neema, ni upendeleo. Kwa hiyo ninaowaona mbele yangu wamependelewa na Bwana. Hebu pigie Mungu makofi mliopendelewa. Haleluya. Ukiwa jirani yako apige baraka magalio sana nasinzia huku kanisani. Hatutumii ile methali ya kumwamsha jirani yako na wewe utalala. Mwamshe yeye na wote uwe macho. Sasa turudi kwenye kona ya sadaka kidogo, nikuainishie mambo machache, halafu turudi kwenye ile sadaka ya Ibrahim. Asubuhi niliwauliza swali, nikasema ukitaka kupima kiwango cha uelewa wa mtu juu ya kile anachokijua, sio idadi ya degree, masomo ama idadi ya madarasa aliyofikia. Hicho sio kipimo halisi. Kipimo halisi cha kwamba huyo mtu anauelewa
ni katika kile anachokifanya kutokana na uelewa alionao. Nimeleka vizuri? Ukituambia umesoma, tuone ile shule yako inakusaidiaje kwanza wewe. Sio umesoma alafu umebaki na vyeti nyumbani visivyokuwa na faida kwenye akili yako kukufanya upambane na mazingira. Wewe ni sawasawa na ambaye hajasoma. Ameninunia hapa. Iko hivi. Haitoshi kuniambia nina degree wakati hiyo degree haiwezi kugeuzia ulicho nacho kichwani kibaya. Wewe na darasa la 7 hapo tofauti. Ndio tutanialika tena hajifukuza. Kwa hiyo ufahamu na uelewa una nafasi kubwa sana kukuletea matokeo makubwa katika unachokifanya na unachokitenda. Kwa hiyo sisi tukitaka kupima ya kwamba unauelewa, tunaangalia matendo yake. Sasa moja nitoe mfano ambao linafanana na nini? Tukisema ibada ya pili inaanza saa 2, wewe unakuja saa 2:30, shida sio wewe. Fahamu na wewe. Ngoja niseme mwenyewe. Amen. Sasa ngoja nikupime kitu kingine ili nijue uelewa wako ukoje. Hivi kwako sadaka nini? Nini maana ya sadaka kwako? Kiongozi wa ibada anaposema tutoe sadaka, nini kinagonga moyoni? Tunapoambiwa sasa tunapenda kutoa sadaka, wewe unafanya tendo gani linalomaanisha hicho unachokifanya ni sadaka? Usipopata majibu ya maswali hayo, tunakushangaa unachokifanya kinachoitwa kutoa sadaka. Umekitoa. Lazima ujue nini maana ya sadaka. Sadaka imebeba vitu gani kwako? Sio uchungaji, sio uinjilisti, sio kuimana kwako. Na ndio maana wale ambao sadaka ni kitu cha tofauti kwanza, asubiri amefundishwa. Okay. Sasa kwa sababu kuna watu walikosa semina kwenye hapa. Wakati ninakuja hapa mwingi nikapata hicho. Nikasema ngoja hiki niseme kwenye ibada ya pili. Umeona hapa mahali hiki kilitengenezwa mwaka gani? Wale waliotangulia kimetengenezwa mwaka gani? Kuna watu wanakikuta. Sio? Naenda zangu. Jumapili nikasema usio leo. Hii ni shida. Unajua mtakachojitetea ni nini? Tunajenga. Haimaanishi madhabahuni pakae vibaya kwa sababu mnajenga. Sio kwa sababu tunajenga watoto walale njaa. Wanaponitazama vibaya. Twende taratibu. Nilitoa ushuhuda kule kwenye semina nikasema mama mmoja mtaa wa Amani Neema ambao sasa hivi ushariki. Alikaa miaka 5 ana kiwanja, ana matofali, hakuna kinachoendelea. Siku hiyo akakuja kanisani anambia Mungu sikuelewi. Hii maana yake nini? Anasema ni kana kwamba Mungu akamnyanyua kichwa chake akampeleka madhabahuni. Alipotazama madhabahuni akagundua ya kwamba vitambaa vimepauka. Akaona mshumaa umebaki vikutu. Ile sio fashion, ile sio fashion. Okay, tunabadilisha na rangi ya sana. Lakini bwana angalia ile kubebea maua kwa chini sio rangi nyekundu. Na sio kwamba hamuoni. Mtasema tunajenga. Kwa hiyo madhabahuni pakae vibaya kwa sababu tunajenga. Kwa yule mama alipotazamishwa madhabahuni akaona kuna vitu vingi vya sawa. Zulia limepauka, mabitambaa vimepauka. Akatazama mishumaa imekaa vibaya. Maua yaliyopandwa madhabahuni ni fresh. Ya kichina yanawekwa pale. Yanafanya miaka yote. Unajua alichosema kabla Mungu nimeelewa. Alipotoka akamwambia mume wake na watoto kabla. Jamani, ndani yangu nimesikia tutengeneze madhabahu. Tuna uwezo wa kutengeneza. Wakakubaliana na familia, wakaenda kwa mchungaji, wakaomba kibali, mchungaji akaruhusu. Unajua nini walichokuwa wakifanya? Kila Jumamosi wakija, wanafagia, wanafyeka eneo, wanasafisha, wanafuta viti vumbi, wanalipanga, halafu wanatengeneza madhabahuni, wakishajana na palishweka, halafu wanafanya maombi. Mungu tukumbuke. Unajua nini kilichotokea? Anasema baada ya miaka 3
nilijenga na kuhamia na umeme ukaingia, kitu ambacho nilishindwa kukifanya kabla ya miaka 5. Kuna mahali umekwama kwa sababu haujamtumikia Mungu kupitia vile ambavyo amekubariki nacho. Na ndio maana nimekuuliza, wako sadaka ni nini? Umeenda kwa mama huyu ambaye sadaka imemfikisha kwenye kuhamia kwenye nyumba. Sadaka sio hela. Sadaka ni moyo wake wa kupenda, na moyo wake wa kupenda kutoa kwa yule ambaye anaamini yuko na anaweza. Wakati kwako sadaka ni chanzo cha malalamiko na malalamiko kila unapotoa. Sadaka kwako ni nini? Nikupeleke kwenye darasa sasa. Angalia, nina uhakika kila mmoja ameanza kufikiri nini maana ya sadaka. Nataka kusaisha kutoka kwenye moyo wako. Unisikilize. Swala la sadaka yoyote sio kutoa fedha na vitu kwenye kikapu cha sadaka. Kama ulikuwa umejaza hilo kwa ni jibu lako la sadaka, weka eti na sifuri kwenye masikio yako. Hiyo sio maana ya sadaka. Anasema swala la sadaka sio tu kutoa fedha na vitu katika kikapu cha sadaka pekee. Maana yake sentensi inaendelea. Anaendelea kipande cha pili, bali tendo hilo la kutoa vitu na fedha kwenye kikapu cha sadaka linapaswa kuwa ni hitimisho la moyo uliotolewa sadaka. Kwa hiyo ungeniuliza mimi nini maana ya sadaka, ningekwambia ni moyo unaotolewa sadaka kwanza. Tunatoa moyo, ndipo moyo utusukume kutoa hivyo vingine. Sasa sikwambii wewe pekee ule kukata moyo wako tunataka kuzendelea moyo kama sadaka yako. Tunatoa moyo sadaka kwa kuhamisha kutoka kwenye misingi, kwenye misimamo, kwenye mitazamo ya kudhani wewe na ulivyo navyo ni yako, na kuvitazama vyote kuwa ni mali ya Bwana. Wewe niseme mwenyewe amen. Ni mioyo michache sana kwenye kanisa iliyohama kwenye kudhani alivyo na alivyo navyo ni Bwana. Na ndio maana kipaumbele chako ni nywele, kipaumbele chako ni fashion, kipaumbele chako ni chakula, kipaumbele chako ni vitu vingine, lakini sio sadaka. Ukitaka kujua kwamba sadaka sio kipaumbele, angalia ahadi na jengo ya mwaka jana haujamaliza, ya mwaka juzi haujamaliza, na ulinunua hapa jengo kala sumu na watoto wake, ndio hiyo mambo yanatoa hata leo. Halafu unajikausha kana kwamba haupo. Amen. Wala sasa shida leo ninaamini tunautoa moyo kwanza. Moyo ukishatolewa sadaka hausubiri semina, hausubiri kulazimishwa na hautoi ukilalamika. Kuna vitu ukiviona unajua wapi kwa sababu unafanya, unatoa, unatengeneza. Hata kama umetoa jana, haijalishi ni mara ngapi, unaendelea kutoa. Kwa nini? Kwa kadri Mungu anavyokuamini kutunza uhai wako, biashara na kazi yako, na wewe unaendelea kurejesha uaminifu kwa Mungu aliyekuamini. Kwa hiyo sadaka ni moyo uliotolewa sadaka, uliohamishwa kutoka kwenye vyangu changu na vyetu na kuvitazama vyote kuwa ni mali ya Bwana. Na hii inathibitishwa na Zaburi ya 24 mstari wa kwanza. Anasema nchi kwenye mabano kwa maana ya ardhi, anasema na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Dunia na wote wakalao ni mali ya Bwana. Asubuhi niliwafanulia kidogo kwa sababu ya haraka yao. Unapozungumzia nchi kwa maana ya ardhi, anasema ardhi. Mtu mmoja mtafiti alisema ardhi imebeba 98% ya maisha ya mtu. Nikasema toba, ikawa na shauku ya kutamani kujua kwa nini ameipa 1% kubwa kiasi hicho. Akasema cha kwanza, sisi wenyewe tunatokana na ardhi. Nikasema okay. Lakini cha pili, tunaishi kwenye nyumba zilizobebwa na ardhi, tunapita kwenye barabara zilizobebwa na ardhi, tunakula vyakula vinavyotokana na ardhi, tunakunywa maji yanayotokana na ardhi, baadhi ya mavazi ni mazao yanayotokana na ardhi, hewa safi inatokana na mazao ya miti kwenye ardhi. Nikasema ninaelewa. Unajua tafsiri yake ni nini? Kwa hiyo ardhi ikikugomea, maana yake 98% ya maisha ya kwako inakwisha. Sasa Mungu anasema ni mali ya nani? Kwa ardhi ikikugomea, maana yake hata nyumba yako ielewe kama inaweza kukaa hewani. Unaweza kujua namna ambavyo Mungu ananipa uhalali ya kwamba ni mali yako, na anasema na vyote vijazavyo.
lakini anasema na watu. Kwa nini anasema na watu ni mali yake? Angalia, mwenye hati miliki ya uhai wako sio chakula bora unachokula, kwani hata waliogundua chakula bora tulishawazika. Wengine wanasema fanya mazoezi kwa ajili ya afya yako. Mimi sidharau mazoezi, lakini hata waliogundua mazoezi hawako. Vinginevyo mazoezi kama yangekuwa yanawafanya waishi milele, wangedunda mpaka leo. Wameninoni. Wako wanaosema maji ni afya. Mimi sikwambii kunywa maji ni vibaya, lakini hata waliogundua kwamba wanahitaji lita 2 za kunywa maji na wenyewe wamechagulia. Kwa hiyo hilo sio jibu la mwisho, sio faida. Vina sehemu ya mchango kwenye maisha yako. Kwa hiyo mwenye sei ya mwisho juu ya lini unaondoka ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Nikawachekesha asubuhi, nikasema bahati mbaya kwenye liturujia ya mazishi saa hizo, wakati kiongozi wa ibada anatuaga, nini ndio umeanza kuondoka na kupiga kelele. Bahati mbaya mwenzenu nasikiliza mpaka pointi ya mwisho kwenye liturujia ya Kilutheri kule mwishoni kwa wameandika hivi, ukasikiliza hiyo ukakwenda kuzika. Sasa kama wewe ndio unataka kuzika, bahati mbaya au utasikia anasema hivi, Mungu utubariki, utujalie miongoni mwetu atakaye kuwa wa kwanza baada ya Mungu. Kwa unapozika, angalia, inawezekana wewe the next. Kwa hata hapa kuna mtu atatangulia, angalia mnapo kanya kwa mzigo kana kufa. Jina la Bwana libarikiwe. Nilichotaka ukione ni nini? Mwenye hati miliki ya uhai wako sio mfumo, sio kanuni za maisha, ni Mungu. Hebu sema ni Mungu. Kwa hiyo kama kupitia uhai ndiko kunako kufanya uingizwe kwenye peo. Unajua ukishakufa kwenye peo unaondoka, haulipwi tena mshahara, maana utakacholipwa ni mafao na stahiki zako. Na ndio maana kama mkeo au mume alikuwa anafanyia kwenye taasisi na kampuni kwa kishalipa mafao yake, ukaenda baada ya kumlipa mafao kama huyo ni mfanyakazi hapa anakuja kuchukua mshahara, ya tulishamwajiri mwingine na mafao yake tulishampa. Unachojivunia wewe kulipwa mshahara na kuingizwa kwenye mfumo wa ulipaji wa mshahara ni kwa sababu ya uhai usiokuwa na maana. Kwa kile unachokipata kupitia uhai sio chako, ni cha mwenye uhai, Mungu ambaye anashughulika na uhai wako. Nizungumze na wafanyabiashara, kinachokufanya usimamie biashara yako ni uhai usiokuwa na maana. Kwa hiyo Mungu anaposema dunia na yote vijazavyo na wote wakao ni mali yake, maana yake hata wewe kwenye kutathmini thamani ya mali za Mungu ni mali ya Bwana. Sasa sentensi yangu ni nini? Vyovyote unavyovipata kupitia uhai, namba moja anapaswa kuwa Mungu, sio kodi. Sitaki kugombana na baba na mama wengine. Ngoja nikusogeze mahala hapo sasa nione ninaenda. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Kumbuka unapoona mtu anatoa sadaka bila kujihurumia. Unajua kuna watu wanatoa sadaka kwa kazi ya Yesu. Huko duniani tunasema ana kiherehere. Anatoa sadaka bila kujihurumia. Anatoa sadaka inayouma. Anatoa sadaka kwa kumaanisha ujue ndani yake si tu kwamba moyo umetolewa sadaka, lakini kumeumbika vitu vifuatavyo: moyo wa kumpenda. Ukiutoa moyo wako sadaka, ghafla ndani yako kunazalisha kumpenda Mungu. Kumbuka palipo na upendo pana gharama. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ingeishia hapo, ingekosa mashiko. Anaposema alimtoa mwanae wa pekee ampendaye sana Kristo, sentensi hiyo inakuwa na mashiko kwenye upendo. Palipo na upendo pana gharama. Sasa mbona mnanishawishi niseme ambacho sikutaka? Sikiliza. Ukiona kuna mtu anasema anakupenda bila kujalisha ni mume wako, ni mke wako, ni mtarajiwa wako, lakini kuanzia nywele mpaka kule chini hana alichogharamikia, Mungu huyo anakudanganya. Umesema hicho? Sabuni ni mshahara wako, heleni bangili ni mshahara wako, nguo uliovaa mshahara wako, hata rangi kwenye kuta ni mshahara wako. Hata kikwambia I love you I miss you ni mwongo. Alipo na upendo ana gharama. Hata kama ni mama amekuandikia message nyingi, I love you so much, you are my special, akakwambia you are my sweet, you are my everything, kama hagharamiki chochote ni feki ya kichina.
Akina baba mnanisikia? Msinyamaze tu. Sio mahali ndio umemaliza vyote unaishi na mtu ambaye kumwonyesha unampenda lazima umgharamikie. Siku nyingine jifanye umekosea, upeleke saluni, ambie saluni. Akina mama sio ninyi tu mnaopenda kuguswa na zawadi, hata akina baba wanapenda. Bahati mbaya huwa mnanunulia zingine, mnawapa kwenye wote ugeni. Unamnunulia mume wako na ndio anapenda niko, unampa sabuni, unategemea kina dunia wakati. Hiyo wanaichukua. Kwa hakikisha unaificha kwenye hembe ndio kama mama tunataka kimwona anasema huko ndani nina zawadi ya mtu. Na usiseme sina hela ya kumnunulia zawadi, hapa pigo ni zawadi. Nenda chumbani kafunge mlango na kipasa, alafu mwambie sikiliza, funika macho, fungua mdomo, shikilia hiyo Biblia, alafu akamalize kibaki kibiki, alafu mwambie wewe sasa ndio unataka kufanya. Ninakwambia kuna namna asante za upendo zinaongezeka. Moja nikuulize nini unamnunulia mke wako zawadi, sema nini sana. Alafu nasema nina mke wako, na mke wako anatembea duniani mimi kwa wote. Alafu nasema nina mume. Una mume gani ushaandikia kwa wote? Alafu angalia mama nitetea. Unajua tunaje? Unafikiri kujenga na kuondoka. Wewe uko usubiri kwa sababu unajenga. Upone kwa jina la Yesu. Changamkia palipo na upendo pana gharama. Nilijua tu watanuna. Ngoja nisogee. Hapo nimepita. Na ndo maana sasa tunapozungumza kwamba moyo unaotoa kwa kumaanisha una upendo. Unapofika mahali ukimpenda Mungu, hausubiri kufundishwa wala kukumbushwa. Utatoa bila kujihurumia, utatoa bila kukoma, utatoa bila kuacha. Lakini pia ndani yake ni ishara ya kwamba huyu mtu anataka kurejesha uaminifu kwa Mungu aliyemwamini. Sasa hivi turudi kwenye ile mwanzo ninapokaribia na kumaliza. Mwanzo 22 tumesoma mstari wa kwanza mpaka 12. Ni ainishe mambo kadhaa alafu niende kwenye jambo la mwisho. Angalia. Nimekwambia mtoto Isaka kwenye familia ya Ibrahimu alikuwa ni matokeo ya uaminifu wa Mungu. Sio matakwa ya Ibrahimu na Sara kama walitaka kupata mtoto. Haikuwezekana. Yaani haikuwa kwenye huo muda kwao. Lakini pia ilikuwa si jitihada kwamba wamejitahidi ama umri wao. Kwa nini? Walikuwa wazee, hawawezi. Lakini cha pili kinahitaji hawana vigezo vya kupata mtoto. Niliposema vigezo vya Ibrahimu na Sara vinavyowaondolea sifa ya kuwa wazazi wa kupata mtoto ni kwenye Mwanzo 18 mstari wa 11 mpaka 12. Mwanzo 18 11 mpaka 12 anataja sifa mbili nzito. Mimi nikaongezea na tatu nyingine kutoka kwenye Warumi 4:19. Angalia sifa ya kwanza. Sara siku zake zimekoma. Hakuna mayai. Haiwezekani kupata mtoto. Wewe tu umekwambia una uvimbe kwenye tumbo la uzazi. Mimi Mungu ameniacha. Sara alikuwa amekoma siku zake. Acha kututishia nyama. Kwa Mungu yote yanawezekana. Angalia jambo la pili. Tumbo la Sara lilikuwa limekufa. Warumi 4:19. Haiwezi kubeba mtoto, limekufa. Kwa kuambiwa kwako kizazi chako tunaona hakiwezi kushikia vizuri mtoto. Bado kipo. Mungu anaweza kufanya jambo hilo. Sasa kilikuwa kimekufa. Sasa usitegemee kizazi kilichokufa kulibeba Isaka. Maana yake Mungu akarejesha kizazi kipya kama cha baba wa miaka 25 cha kuweza kumbeba mtoto Isaka kwenye tumbo la Sara. Hili linaeleweka ninachosema? Kwa hiyo kwa Mungu kuna spare za kila kitu ulicho nacho. Ndani Mungu akupe kingine kama hicho kinasumbua, hawataki kuamini ndio shida yao. Lakini hapa Warumi 4:19 anasema Ibrahimu mwili wake ulikuwa umekufa. Hebu sema ulikuwa umekufa. Rudia tena sema ulikuwa umekufa. Hakufa kwa maana ya kuzikwa kwenye kaburi, ulikufa. Kama hujaelewa vizuri niulize nikimaliza baba. Kwa hiyo Isaka alikuwa ni matunda ya uaminifu wa Mungu. Kwa nini? Ibrahimu na Sara unaweza ukawatoa kwenye sifa na vigezo vya kupata mtoto. Sasa nikimwacha Ibrahimu na Sara nitaendelea na kipande kingine. Utabaki kwa Ibrahimu na Sara. Ngoja nikuhamishe nikulete kwako. Sio tu Ibrahimu na Sara ambaye Mungu amefanya kwa uaminifu, na wewe amefanya kwa uaminifu wako. Kwanza ile kupumua na kuweza kuja kanisani ni uaminifu wa Bwana. Lakini cha pili unaweza ukajihudumia na mambo yako ni uaminifu wa Bwana. Angalia wameshaanza kuchoka wakati kwa Simba na Yanga hapa. Hata kama dakika 120 unageuka tu ukao. Simalizi sasa hivi usifanye kunishawishi.
utulie. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia amekupa ndoa na familia, ni uaminifu wa Bwana, si kwa sababu unapenda ama si kwa sababu wewe ni bora kuliko wengine. Amekupa kazi, amekupa biashara, lakini pia inawezekana umekaa ofisini na wote, na inawezekana umefanikiwa kustaafu vizuri, wenzako hawakufika kwenye kustaafu. Hayo yote sio nguvu, sio ujanja, sio akili wala ufahamu wa kwako, ni uaminifu wa Bwana. Hebu sema ni uaminifu wa Bwana. Rudia tena, sema ni uaminifu wa Bwana. Kwa Kiswahili kingine ni upendeleo, ni neema ya Bwana. Kumbuka kichwa cha somo, Mungu akifanya kwa uaminifu anawinda mrejesho wa uaminifu wako. Kipande changu cha mwisho sasa. Sasa unaweza kuanza kuchoka. Kipande changu cha mwisho. Mambo muhimu. Jambo la kwanza, kipimo cha uaminifu hupimwa na uaminifu, si vinginevyo. Umesikia hiyo sentensi? Kipimo cha uaminifu hupimwa kwa uaminifu. Kiswahili cha kwenu tungeweza kusema ukiaminiwa aminika. Sio unataka Mungu tu akuamini, wewe unaonyesha uaminifu wako kwake kupitia afya yako, kupitia mazao uliyopewa kuishi, kupitia ajira yako, kupitia biashara yako, kupitia mshahara ambao Mungu amekupa. Haya yote ni uaminifu. Tukirudi kwako tunaona uaminifu wako kwake. Hata kupitia taaluma yako, unajua unaweza kugeuza taaluma kwa sababu inawezekana wewe umebobea kwenye masuala ya ulinzi. Una ushauri gani kwa ajili ya ulinzi kipunguni kikeketi? Umesomea masuala ya fedha. Una ushauri gani kwa ajili ya utunzaji wa fedha zetu hapa usharikani? Inawezekana wewe ni mwalimu, una ushauri juu ya taaluma na hasa kwa watoto wetu hapa usharikani. Tulipeleka usharika wa Ubungo, wakati wanaanza kujenga lile jengo, wakawa wanamtafuta injinia wa kusimamia shughuli za ujenzi. Injinia mmoja msharika wa pale anasema, mtumishi, wakati ulikuwa nimepigika kwa economics, hakuna tenda, wewe biashara ikienda, nimesomea nina masters ya kwako, lakini sipati tenda kwenye kile nilichosomea. Ilipofika wakati huo nikawaambia, mimi ninajitolea, msinilipe, ninatoa taaluma yangu kama sadaka kwa Bwana. Umesikia nilichosema? Nikuulize, taaluma yako hawahi kutoa kwa sadaka? Kama mshahara wenyewe unatusumbua, unategemea taaluma unaweza kuitoa kama sadaka wewe. Yule baba anasema, tulipomaliza shughuli za ujenzi wa ile kanisa, nilienda madhabahuni nikamwambia Mungu, hii ni sadaka yako. Anasema, mtumishi, nilipata tenda kama vile ambavyo Petro kilitokea kule bahari. Mpaka nilifika mahali nikawa nawaita mainjinia wengine, njooni huku kuna tenda hivi, hamzioni? Wakati huo kabla ya hapo sikuwa na taaluma yako pia tunataka uitoe kama sadaka kwa Bwana. Sio taaluma yako na kuja kujidai nayo hapo, najua mimi ni msomi, inatusaidia nini? Itoe sadaka kwa Bwana ikusaidie. Wamenona. Ukiona umeaminiwa, aminika. Onyesha uaminifu wako kwa Bwana. Mungu aone faida, ajivunie ya kwamba yuko mtu mmoja amesoma, usomi wake umegusa na mababu. Nimalizia na maswali mawili ya mwisho. Simekwambia namalizia maswali mawili ya mwisho. Swali la kwanza, kama hayo yote umegundua ya kwamba ulivyo na ulivyo navyo ni Mungu amefanya kwako kwa uaminifu. Swali la kwanza ni hili, je, wewe umekuwa mwaminifu kwa Mungu? Kuna kitu umekifanya kwa Mungu kurejesha uaminifu ambao Mungu amefanya kwako? Iwe ni muda uliopewa wa kuishi, una miaka mingapi? Waliozaliwa pamoja na wewe walishakufa. Iwe ni watoto uliopata, umeenda leba mara ngapi? Wenzako waliacha maisha kule, wewe baada ya kurudi ulionyesha uaminifu wote kupitia hiyo neema ya kupata kupondea mchukuchuku kwenye hiyo leba. Umekoswa jana, lakini pia umesomea, umekuwa bobevu kwenye hivyo vyote. Umerejeshaje uaminifu kwa Bwana? Mungu amekupa mshahara, marupurupu, amesimamia biashara yako, umeonyeshaje uaminifu wako kwa Bwana? Wewe umekuwa mwaminifu kwa Bwana? Swali la mwisho, kama Mungu angekuwa anachumulia sadaka unazotoa, toka umeanza kutoa sadaka mpaka leo, halafu anataka kuona uaminifu, yaani kiwango chako cha kurejesha uaminifu wako kwa Mungu kupitia sadaka. Je, katika sadaka zako upo uaminifu wa Mungu unaoweza kuonekana kwenye sadaka yako kama sadaka ya Ibrahim? Kwa maana nyingine, umekuwa ukitoa vitu vya pekee, vitu unavyovipenda, vitu vyenye thamani, vitu vyenye hadhi kutoka kwenye moyo wa kwako, ama vitu vilivyobaki kutoka kwenye matumizi.
Halafu naambia Mungu, nimetoa sadaka unisaidie kutoka roho. Mungu abariki neno lake tuonane.